Kizaazaa chaibuka katika eneo la Mbojimwari baada ya kamati kuvamia mtele wa Gike msaada uliosimamiwa na bwana. Sasa hiyo nini waliharibu kina nani? Watu wengi kukosa mtele, Viongozi ya nini kuja mali na nani wakafanya ndivyo sivyo. Tumsikilize mzee wetu. Kwa nini wasifanye kazi kwa uzuri? Hatutaki chifu ama hatutaki ambao wale viongozi ambao wanajitafurisha machumbo wenyewe. Sasa wewe ni kuna wananchi ambao wana shida. Mtele wa Kuiji ulipata kupata? Sisi hatukupata. Wamepata wengi watu hawakupata. Wengi hawakupata hapa. Wengi. Kwa tini wengi hawakupata. Kwa tini yote. Wengi hawakupata. Na mtele zilikuja gunia ngapi? Nyana alikuja hapa akasema gunia 400. Gunia 400 pamoja na maharagwe ama yote? Pamoja na maharagwe. Alipiga hesabu kila gunia mtu apate gunia ngapi? Yeye mwenyewe sikalipiga hesabu kila gunia ipate 2. Kila nyumba. Kila nyumba gunia. Ndio tukawafuata kwa haya fanyeni. Hiyo mfanyewe 3 pia halikuva. Na ndio mwisho nteka utukua. Na mambo viongozi wa kwetu. Na nte achujui waliupeleka wapi bwana ndio? Watu wengi hawakupata. Ndio alibeba gunia ngapi? Sikuona mimi ndio alibeba gunia, lakini sikuweko katika harakati hizo, lakini nasikia wananchi wenyewe wanalalamika, wanalia, wale wako chini wanalalamika wasema hili imekuja hapa nchini na hatuwezi kujiendeleza sisi wenyewe tukavanyana. Baba waende watu wanyane. Na sikitiko sana. Katika kijiji cha Mbojimwari tuna shida sana. Na uchumi hakuna kazi. Na kazi ni hizi za viongo, nenda ukapata yongo moja bana ngine ukapakiwa ukapata shilingi 200 300. Kazi yako na unajishughulisha na nini? Sisi kazi yetu ni kwenda huko yuani, kwenda hapo mayango. Iko na kazi. Kama sasa hiyo toka baharini. Toka baharini. Shilingi 100 na 120. 120. Liche katika mayani hazingi. Liche katika sukari hazingi. Si hatari hivi? Hatari. Sasa ibakieo sisi hatuna. Maana kama tulikuwa tuna subsidy tulikuwa tuna headman wa zamani alifanya mkutano hapa. Akasema katika kijiji chetu tukiondoka sisi wazee wa zamani hawa walioko maiti hawezi kuendesha nchi. Na kweli ule mzee alisema hivyo. Na kweli si hawa walio mambo yao ni hao akaitoa sadaka